Shukran. Swala la jambo kwanza shukrani. Jambo la pili ilikuwa majeruhi. Yes, kwa mchezo wa jana namshukuru Mwenyezi Mungu hakuna majeruhi ambayo tumeyapata na Prince Dube anaendelea kuimarika taratibu. Hata jana tumempa dakika 45 na nimpongeze sana Prince Dube kwa mchezaji ambaye ni mbinafsi. Kwa jeraha la hamstring asingekubali kuingia kwenye pitch. Hamstring inaumiza kulikweli. Hizi nyama za nyuma za paja kwa ambao mmecheza mpira zinavuta kulikweli. Mchezaji ukiona amekubali kwenda kwenye pitch hata kwa dakika 45 kuipambania timu, maana yake huyo mtu ana mapenzi ya dhati na hii club. Kwa hiyo Dube anaendelea kuimarika na anakuwa sawa. Swali lako la watu umeuliza kwamba imani kwa bodi ya ligi na TFF bado ipo au hatuna? Ndio swali lako, si ndio? Mimi nafikiri hili swala lilizaliwa na mchezo namba 180. Si ndio bwana Ndio likatufikisha hapo unaposema wewe. Na wote mnafahamu busara zilizotumika kuimaliza mechi namba 184. Mbele ya busara hiyo sisi Yanga hatuna neno la kuongeza. Mbele ya busara hiyo tunaamini kama ambavyo jana mechi imechezwa kwa haki na kila mtu kashuhudia football yenye viwango vya juu, kila mtu kafanya jukumu lake, mechi imekuwa safi. Tunaamini kipimo cha mechi ya jana, tunaamini ni imani yetu, kipimo cha mechi ya jana ndio kitakuwa kipimo cha ligi yetu kwa msimu unaokuja. Yaani tunaamini kwamba next season tutapata ligi ambayo inaisha pale mashabiki wanaondoka wana discuss football 100%. Hakuna vitu vingine vya kujadiliwa zaidi ya mchezo wenyewe ulivyochezwa. Kwa tunaamini mechi ya jana ni kipimo kwetu sisi, ni kipimo kwa wapinzani, ni kipimo kwa wadau wote kwamba ndio standard ya ligi tunataka kuwa nayo msimu ujao inshallah. Karibu. Inaonekana kabla mchezo kama Yanga pia mfahamu kwamba waamuzi walikuwa wanatokea ya Tanzania. Pengine mngehoji baada ya mchezo. Je, mtaendelea kuhoji ama mmeridhika na waamuzi wa Kwanza ambacho hujakifahamu. Kanuni ile wewe umeisoma nusu labda. Lakini kanuni ile inaelekeza club zitakuwa na nafasi ya kupinga uamuzi wa muamuzi aliyeteuliwa siku 3 kabla ya mchezo. Kwa hiyo muamuzi kuna kabla, wakati na baada ya mchezo. Sisi hatukupinga muamuzi yule kuchezesha dabi. Tulihoji kuhusu vitu mbalimbali. Na hivyo vitu siwezi kuvisema hapa. Kwa sababu kanuni hiyo hiyo inavielekeza vilabu kama ina vitu vya kuhoji, malalamiko, maoni ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF. Na ndio taratibu ambayo club tuliifanya. Kwa tulichowaambia ni kwamba tumewasilisha barua yetu kwa TFF kuhusu muamuzi. Na ndio kanuni ilivyotuelekeza kufanya. Tumezuiliwa kujadili hayo mambo kwenye vyombo vya habari. Na ndio maana hatukujadili na nyie nini tulikuwa tunawaza. Tukawaandikia moja kwa moja TFF. Kwa kilichoendelea hapo ni mawasiliano ya TFF na vilabu kama kanuni zinavyoelekeza. Na mambo yamekwenda vizuri alhamdulillah. Sio mimi kaka. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana. Kila mtu mwenye akili timamu ameridhishwa na uamuzi wa siku ya jana.
Kama kuna mtu atakuwa na mashaka na yule muamuzi, basi mashaka ya kwanza yapo kwenye kichwa chake, sio yule muamuzi. Hatusemi kwamba Aba amefanya kwa 100%, lakini tumeona akifanya, na sio kuna wakati fulani jana niliona wakati Pacome kapewa kadi ya njano, walianza kuandika mitandaoni kutuzodoa, lakini tulikuwa tunajua huyu mtu anasimamia kiwango kile kile ambacho tunaamini mechi itakuwa zichezeshwe. Kwa hiyo mtu ambaye atampinga ule muamuzi wa jana, shida ipo kwenye kichwa chake. Lakini amejitahidi sana kuchezesha mechi kwa spidi ya ile mechi, kasi ya ile mechi, uamuzi wa matukio, na tunaamini kwa asilimia kubwa alifanikiwa. Tumpongeze kwa hilo. Karibu. Kwanza ni wapongeze klabu ya Young Africans kwa ushindi huu ambao umepatikana siku ya jana. Lakini swali la msingi ambalo nataka kuuliza kwa muda huu ni kuhusu uthibitisho wako ambao kuelekea mechi ya tarehe 29. Je, kuna sakata la Yanga na TFF? Ni kama lilifunikwa na mchezo wa namba 180. Vipi Yanga na TFF imebalance mezani? Mara ya mwisho kama mnakumbuka, mtendaji mkuu wa klabu yetu alikwenda TFF, na alipotoka pale TFF alizungumza kwamba amewasilisha barua yetu pale TFF, na sisi kama club tunaamini taasisi hizi zinawasiliana kwa njia ya barua. Mpaka sasa hivi mambo yanakwenda vizuri. Pakitokea shida yoyote tutawaambia, bwana tumeshindwa kwenda Zanzibar kwa sababu hii na hii na hii. Lakini mpaka mazungumzo yanakwenda, maana ya mazungumzo kwa taasisi kuwasiliana, yanakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia hiyo siku ya mchezo wa 29 jambo hili litakuwa limemalizwa, na umalizaji kwa upande wa Yanga ni rahisi tu, hela yake basi. Kwa tunaamini jambo hili litakuwa limemalizwa na mbungi itakuwa basi. Naomba uthibitishe kidogo kwa sababu TFF walisema kwamba madeni pesa yenu ilikuwa inalipa madeni. Je, ni kweli? Nimekwambia vizuri ndugu yangu. Taasisi hizi zinawasiliana kwa barua. Na ndio standard ya taasisi kubwa kama hizi. Lazima mtumiane barua, mfanye hizo discussion na watu waweze kuelewa. Sasa hivi ndio taratibu hizo zinaendelea hapo katikati. Kwa hiyo siwezi mimi kuja kuzisemea zimefikia hapa mpaka sijapewa afika tamati na nikaambiwa nikazisemea. Kwa hiyo timu inaendelea kama ilivyokuwa na 184. Timu ilikuwa inaendelea na maandalizi yake. Lakini taratibu nyingine zinashughulikiwa. Kwa hiyo na hilo pakitokea changamoto ya kukwamisha, tutakuja kuwaambia, wala hakuna shida. Tutakuja kueleza wanachama, mashabiki wetu watafahamu. Bwana kuna changamoto hii, tumeshindwa kucheza mechi ya Zanzibar. Lakini jambo likienda sawa, tutacheza hiyo mechi inshallah. Kwa taratibu zinaendelea. Kwa hatuwezi kukaa hapa tukazungumzia taratibu ambazo tayari kiofisi zimeshaanza kufanyika. Karibu. Kurudisha nyuma hapo kwenye mazungumzo yako, umesema kwamba moja mpango ambao mnao ni kufunga mtani wako mara 10 mfululizo. Lakini wao bado wanatamba na rekodi ya Kibadeni kufunga hat-trick katika michezo ya dabi, lakini pia wanatamba na goli 6 ikiwa bado hamjavunja rekodi ya hat-trick. Sisi bwana hatuna shida na hizo hat-trick hizo. Sisi tuna shida kama hivi. Wamekuja uwanjani, tumewaweka, tumekunywa supu. Basi. Yaani si hatuna shida sijui hat-trick. Wala kama hivi tu. Wamejichanganya, wamekuja, Pacome kawakimbiza, tumekunywa supu. Hivi mmeona asubuhi nimemgia Pacome milioni 2. Mmeona nyie? 2 millions. Ha? Huyu anaita ya kweli. Wewe unanichukuliaje mimi? Njoo hapa. Hii hela niliyomgia Pacome asubuhi, njoo hapa. Wewe njoo usiamini. Unaelewa? Au Kifaransa uelewi? Kweli 2 million. Pacome bwana tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nafikiri ilikuwa ni Mbeya Mbeya Lwatani tuliwekeana ahadi mimi na yeye. Nikamwambia Pacome kwenye Kariakoo Derby. Sababu na mimi naye napenda purukushani.
walivyokuwa wanamjaza yule mtoto kule, nikasema hapana, sisi tuna mtu wetu hapa. Nikaambia sikiliza ndugu yangu, kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani hivi. Eti wewe si una nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye, goalkeeper Djigui Diarra akaniambia, "We kijana, na mimi kibunda changu." Kaomba naye kibunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake. Tamtia naye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pichi. Si unani kipa bora, tumeacha macho yaone, tusibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako. Ukiambiwa nani MVP wa ligi, tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa Kolo alisema ni mchezaji mwenye hela nyingi. Nani yule? MVP ni most valuable player. Kwa tafsiri sahihi na rahisi, yani icon ya ligi yenu, yani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie ya Kijaga, ile mitihani ya shule kushindana, tulikuwa tuendagi wote pale, nakumbuka nyie? Mwalimu alikuwa anaingia darasani anachagua Ali Shabani Kamwe njoo. Nyie wengine mjui nenda kufanya, kumbe nenda kushindania shule. Nyie pia mlikuwa mnaitwa? Au ndo nyie mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa hatuendi wote. Anachukuliwa mtu mmoja au wawili wanakwenda kuwakilisha shule. Kwa hiyo unavyosikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, kwa maana huu ndo MVP. Yani watu wakaenda kigugo, who is the MVP of Tanzania Premier League, anatakiwa amuone Pacome, sio aone penalti mfululu, sio mtu aone mafriki kitu. No, mtu anatakiwa hata akiingia YouTube, bwana Pacome, akiandika Pacome Zouzoua, anaona kifua mbio, kachukuliwa mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba. Sio mtu anaangalia who is the MVP of Tanzania Premier League, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Jamani, hiyo tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pacome kwa maana ya most valuable player, alafu kuna MPG, most penalties goals. Ampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake. MPG wa ligi mapema kabla hajarudi kwa, wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona? Nyenye mmeona? Aliposti juzi, miongoni mwa wachezaji ambao na waheshimu sana kwenye mpira wa Tanzania ni yule fullback wa kushoto wa Simba, nani yule? Mohamed Hussein. Tunamheshimu sana, ni legend kwenye hii game, kafanya mengi mazuri. Juzi aliposti kwamba ukiona ulinzi ni mkubwa uje usalama. Ule upande wa Pacome ulinzi ulikuwa mkubwa. Walikuwa wanaenda watu 5 kule, sababu walikuwa wanajua usalama 1v1 huku ni mdogo. Na walipomwachia yule mtu 1v1, tukapata picha za hivi zile. Kwa hiyo tumemaliza hili swala lako bwana. Sisi Yanga hatuna shida na hayo hat-trick, sio magoli mangapi. Sisi tunaendelea kushona hivi mpaka zifike 10. Na kuhusu MVP, sijui vitu vingine vyote vya awards, tuliwaambia tunataka ukweli ukaamue kwenye pitch.
Kwa hiyo sisi hatuingilii kamati ya tuzo, itajua cha kufanya. Ila tumeshauri ili watu wengine wasijisikie wanyonge, waongeze tuzo ya MPG, most penalties goals. Wampe kijana asitoke patupu. Swali lingine huko. Tumezungumza mengi sana, lakini kwa huu mwezi ni machache haya ndugu yangu. Sababu na leo nazungumza usiku tukaenda kuchinja ngamia, tazungumza kesho asubuhi, tazungumza kwenye safari, na mengi sana ndugu yangu bado. kwenye tumezoea na Afrika mnafanya parade, lakini tumezungumza chochote kuhusu parade. Parade, bwana, afu niwapeni siri kuhusu parade. Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga lile gari la parade. Jibu walotugea jana tumecheka kweli kweli rafiki yangu. Wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi. Wallahi wabillahi si watani. Wallahi wabillahi watallahi. Jana usiku tukawauliza. Wallahi tena. Wewe ulikuwepo jana? Jana usiku wametujibu hivyo. Kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Maana tulikuwa tujawatafuta. Sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistic. Tukamwambia kwani kuna nini? Kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya ulikuwa na kutafuta gari. Tunajua watu wapo kimya wanaandaa timu, kumbe watafuta gari la parade. Kwa hiyo bwana, kuhusu parade, tunakwenda Zanzibar. Tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 29. La kwanza tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe, inshallah. Ili tuwe na makombe 5 jumla: Ngao, Muungano, Toyota, la 4 ili hapa na la 5 na hilo. Lakini mechi hiyo haijaribu chochote mpango wetu ya parade ya Jumatatu. Jumatatu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na hii wana Yanga na waomba jamani. Jumatatu tutakuwa na parade la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu. Kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga, alafu kwenye parade lipite wewe haupo. Siamini. Hiyo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwa tukafanya jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya parade bora niiseme kabisa. Parade la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama. Kabla ya kufika makao makuu. Tuko nasimama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Cha kwanza kipo Ilala Boma pale. Tutasimama pale. Kuna kituo pale. Cha pili kipo Karume. Kuna kituo tutasimama pale. Cha tatu Msimbazi. Alafu tunafika Jangwani. Kwa hiyo vituo vitatu hivi, mbona mnacheka? Mshavielewa? Kuna vituo vitatu tumeviongeza viwili. Tutasimama Ilala Boma, kabla ya kuvuka pale kwenye mataa kuna kituo chetu pale. Tutasimama pale kwenye mwendokasi pale. Tutazungumza kidogo pale na watu wa pale. Baada ya hapo tutavuka Karume sokoni hapa. Tutazungumza na watu wa soko pale. Tutazungumza nao vizuri tu. Tutasalimiana nao na wataona mafanikio ya Yanga. Tukivuka pale Karume sokoni na wanetu wa soko kuzungumza nao, tutakuja afu Msimbazi. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa. Akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israel Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Kwa tuna masaa 3 pale. Kwa hiyo swali lako nimelijibu hapa kwa haina, lakini mpango wake unakuja. Lakini kwa intro tu kwamba msimu huu tutafanya parade la kihistoria lenye vituo hivyo: Ilala Boma, Karume sokoni na Msimbazi, afu tutakuja makao makuu.
Swali la mwisho Jadu. Natamani hapo kwenye nimesema kwamba na mpango wa kufunga mara. Ni maoni ya watu. Na maoni yake. Ndio. Bana taratibu kidogo tusikie hili swali hapa. Nani? Ndo 50%. Yaani katika usajili ambao unafanya msimu huu, huo ndo 50%. Toni yao huwezi kuwapinga. Toni yao huwezi kuwapinga. Hivi maoni yako baba? Maoni yako baba. Sawa. Yeye maoni yake. Maoni yako wewe ni yapi? Nadhani mmefanya vizuri. Unadhani? Sawa. Kujibu swali lako la msingi ndugu yangu. Kujibu swali lako la msingi. Sisi taratibu jamani, taratibu kidogo tumalizie. Unapo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Sisi Yanga hatujengi timu. Sisi Yanga tunaboresha timu. Ni tofauti hapo kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu yetu. Ndio maana ukiangalia Yanga season hii maoni ambayo yanatolewa ni kwenye kuboresha baadhi ya idara. Kama tukifanya hiki hapa tutakuwa bora zaidi. Lakini wengine ukisikia wanaanzia goalkeeper mpaka striker. Kipa hafai, beki hafai, beki hafai. Beki wazito. Kiungo mcheza rafu tu, hana analojua. Kiungo mzito. Huyu mbio nyingi, maarifa sifuri. Huyu kazi ya kupiga penalty tu, boli hamna. Huyu naye mbio, anataka mechi ndogo, mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito, hawezi kupiga mashuti. Timu nzima imeonekana mbovu. Sio, mmenielewa hapo? Ukijadili Yanga wazungumza improvement ya squad. Kwamba unaangalia goalkeeping department tuko vizuri, unaangalia hapa kuna sehemu fulani tuboreshe kidogo, huko unaboresha timu, haujengi timu. Kujenga timu ni kama hivi ambavyo sasa hivi ukienda kumuoji shabiki wa Viola akuelezee timu yake, ataikosoa kuanzia golini mpaka kwa striker. Na nimetoa mfano hapa, atakwambia kipa anatuchomesha. Beki huyu naye kashazeeka. Huyu naye kazeeka vile vile. Wazito hawa mwezi mzize. Maana yake watu watano wote wabovu. Huyu kiungo na rafu nyingi. Boli hamna. Huyu naye kiungo kashana. Huyu winge naye anakimbia sana, maarifa sifuri. Huyu naye kazi ya piga penalty tu. Huyu naye anataka mechi ndogo. Winga alishafika huko. Mechi kubwa haonekani. Huyu striker wetu naye mzito. Akamlinda Harmonize huko. Unaelewa? Kwa maana yake timu yao kwenye zile asilimia ulizokuwa unasema hawa sasa ni 100%. Hakuna walichofanikiwa msimu kwenye upande wa kujenga timu. Huu ndio ukweli ambao mimi nikiuzungumza wanasemaga na wafuatilia. Lakini ndio ukweli. Alafu sijui kwa nini, yani sijui Kasumba, hii sijui nani kaijenga ikasumba hii. Kwenye usajili timu ikiwa inatengenezwa mwenyekiti huwa haji mbele. Timu ikishafungwa mwenyekiti ndio aondoke. Walioleta watu wako wapi? Mbona mwanzoni mwa msimu watu wanapostigi picha na wachezaji wanavimba? Mbona mwishoni hapa hawaonekani hapa? Tafutia mzee wa watu za dhahama tu. Yaani kwenye usajili pale ambako ndo uongo mwingi uwaga unafanyika pale. Mwisho wa msimu watu hao huwaga waonekani, ambao ndio wanaoingizaga chaka. Huu sijui mshauri wa nani, huu sijui mshauri wa nini, huu sijui nini, uongo mtupu. Mwanzo wa msimu tulishaona hawa timu hamna. Ukifanya analysis ya squad na analysis ya Yanga, ndio maana nawaambia season hii pia sijui nini kitokea katikati hapa. Season hii pia mpinzani wa ubingwa wa Yanga alikuwa anatakiwa awe Azam Football Club. Sijui nini kitokea hapa katikati. Lakini kwenye football na maana yake mshindani halisi wa ubingwa wa Yanga msimu huu alitakiwa Azam Football Club. Na Singida. Nzima namba 2 atakuwa Azam. Sijui nini kitokea hapo katikati.
kwa sababu namba zinaeleza vizuri. Hawa wazee wetu hawa ni mpaka kesho wanalinda tamaduni za Kariakoo Derby, si ndio bwana? Lakini tungeachua vijana, si shakufa hiyo. Si derby ni na Azam. Kumpira derby yetu Yanga na Azam. Ndio mechi ya Azam ikifika hapa watu vichwa vinatuuma. Boli yani Azam wana watu kweli, Yanga wana watu kweli. Mbungi pale inapigika. Lakini kwa sababu klabu wazee wetu hapo miaka 90 klabu ianzishwa hii. Tunaenzi tuliowakuta. Wazee watuambia ni wapinzani wetu. Kisi hatuoni kama vijana kama wapinzani, naona. Hatuoni kama wao ni wapinzani wetu sisi. Ni timu tu fulani ambayo ilipoa jezi nyekundu na nyeupe, ishiriki ligi tuifunge basi. Mimi nikitazama hivi sionai kabisa. Yaani ukiondoa tu mashabiki, sionagi exactly tofauti ya Simba na Ken Gold. Sionagi mimi. Ukiondoa tu mashabiki na kelele, sionagi kimpira tofauti ya Ken Gold na Simba Sports. Sionagi mimi. Lakini mashabiki wako wengi na kuna machao wanapiga kelele, tunawaachia waendelee. Lakini kiukweli sisi tumefanikiwa sana season hii kwenye kuijenga na kuiboresha timu yetu. Tumesajili maeneo muhimu. Kwa mfano, aliumia Kwasi Atola yao, dirisha dogo tukamuongeza Israel Patrick Mwenda. Leo hii ni miongoni mwa sajili zilizofanya vizuri. Ndugu wangu wewe, ngoja nikupe shule sasa. Ndio ujue hii klabu kuna mahala imefika ndugu yangu. Vitu vingine hivi vinatokea kama bahati mbaya tu. Sisi we have review hapa ya squad yetu na contribution ya kila mchezaji. Unaelewa sijui? Tunayo hapa. Ulikwambia upande wa right back. Tuna Israel Patrick Mwenda hapa. Ameingia dirisha dogo, amecheza mechi ngapi? 10 na plus Dodoma, na hii mechi 19. 17 na kucheza Dodoma. 18 kacheza. Contribution yake before hizo mechi mbili ilikuwa ni 54%. Israel Patrick Mwenda kaingia dirisha dogo. Contribution ya timu kwenye upande wa mabeki wa kulia, mchango wake ni 54%. Hapo hujagusa left back, hujagusa central defenders, hujagusa nini. We have each and everything kwenye system yetu. Tunacho kila kitu ambacho kina kudirect kwamba hii hapa imemprove signing. Ndio maana ulivyoniambia nikataka uniambie watu nikulete kwenye shule sasa. Sababu nayo unajua shida yenyewe mkinionaga mimi naongea huyu msemaji. Mimi sio msemaji tu. Mimi mpira naujua. Mpira mimi naujua. Yaani naujua kweli. Kuna wakati tafanya utani na nini basi. Lakini when it come to football, hao wasemaji wenu wote hamna yanifikia, wote hao. Hata mmoja yanikaribia hamna, wote. Labda wanizidi kuvaa tai. Labda. Tu avae tai mbane kwenye shingo hapa labda. Maana sio mikato yangu. Lakini kwenye knowledge ya football, hao wote, hasa mimi naweza kutengeneza hiti cha msimu. Na sio kocha, sijaweka mchango kwenye timu yangu. Nimeweka mchango. Haya wewe msemaji ukaambiwa saa hizi mkawatafute wewe tathmini ya timu yako unayo, unaweza kufanya. Unaweza kutengeneza analysis ya timu yako wewe, hata ukampa mwalimu tu, bwana mwalimu mimi na mawazo haya. Unapokuwa unafanya kazi kwenye klabu ya mpira pamoja na taaluma nyingine zote, mpira ndio biashara mama hapa. Na hii watu waelewe hii. Mpira ndio biashara mama kwenye klabu ya mpira. Ukishakuwa na kiongozi ambaye mpira upo kushoto, hiyo timu haiwezi kaenda. Sisi hapa wote wanafanya kazi Yanga wanajua football. Wote hapa. Kila mtu anajua football. Kwa tunajua exactly nani amecontribute kitu gani kwenye squad. Tunajua exactly maeneo ambayo tunataka tukaongeza nguvu next season. Hii nimekupa mdogo wangu hapa tu haraka uelewe, ni shule tu ya kawaida na niko nayo kwenye simu yangu hapa. Ona vitu hivi. Mdogo wangu. Tuna performance hapa ya timu yetu kwa misimu mingapi? 4 mfululizo. Tuna performance ya timu yetu ilipotoka, tunaangalia graph yetu inakuwa au inashuka. Season hii tumefunga goli 80 na ngapi? 83. Si ndio? Haijawahi kutokea. Toka taifa hili limepata haijawahi kutokea. Goli 83. Msimu huu tumefunga. Mwaka jana tulifunga goli ngapi? Goli 70 na ngapi? 74. Mwaka jana. Tuna idadi mpaka ya pasi zilizopigwa mwaka jana mwaka huu. Hizi hapa mdogo wangu. Nakupeleka mbali, nitakupasua tu ubongo. Vitu vingine hivi havikufai. Umefanya vizuri kwenye usajili kwa mimi binafsi. Ila kilio changu kwenye ambao wanaondoka. Wanakuja
Ndio maana nasemaje? Sisi cha kwanza tukishafanya analysis tunapokea ripoti ya mwalimu. Hatuongezi mtu kwa sababu tu mtu labda kafanya hivi. Ripoti ya mwalimu inatuongoza kwamba nani anatakiwa aboreshwe wapi, aingie wapi kwa ajili ya timu ifanye vizuri. Na hapo ndipo ambako tunakwenda kutafuta hao wachezaji. Kwa mfano sasa hivi tu ni kuibia, unaona una haraka, ni kuibie tu. Watu ambao tunawasajili sasa hivi kuelekea msimu ujao kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Huyo mmoja ambaye tumemuongeza kwenye timu yetu kwa kipindi cha miaka 15 cha kuchezwa mpira wa ligi kuu Tanzania hakujatokea kiungo kama huyo. Emete swali lako wewe. Kwanza swali A ya mkoido. Swali A tumeona jana alienda kucomment kwenye page ya ligi kuu baada ya zile takwimu zile. Yes. Amesema yeye is the best. Yes. Hilo swali A, hilo kwa nini na ni kweli? Kwa sababu anasidiwa clean sheet na Kamara. Alafu swali B inasemekana ni mechi ya mwisho, kwa hiyo kuna maandalizi yote ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kumwaga kwa Zanzibar. Nani mwisho? Wewe usitupande kichwani, usitubue nyongo wewe kijana. Usituvuruge, unamsikia huyo? Diara mechi ya mwisho, umetumwa wewe? Aende wapi Diara? Wapi Diara aende ndugu yangu? Azizi walipomtaka kwa nguvu waondoke tulimbakisha hapa. Uongo kweli? Tukamuongeza na mkataba hapa. Msimu huu Azizi tukaona mashindano makubwa yamekuja na player anahitaji opportunity ya kucheza mashindano. Klabu hii haiwezi kuwa gereza la kufungia wachezaji milele. Mnafanya discussion pande mbili, mnakubaliana for the interest ya mchezaji na klabu, mnafanya biashara. Sasa Diara bado interest yetu kubakia kwetu ni kubwa. Yaani sisi tukitazama sokoni bado Yanga inamhitaji Diara. Sasa kuliko ni muuze Diara nikatumia hela kusajili pin nyingine, alafu nikaja kuchomesha, si bora niongeze hela kwa Diara abaki. Ni simple mathematics. Kwa hiyo Diara shehe wangu aliyekwambia na yeye kahadithiwa. Diara kiukweli kabisa, niwaambie ukweli, anachukizwa mno na hizo comparison mnazozifanya. Hivi mmegundua msimu huu ziko mechi Diara aliamua kuto kucheza, kutoa nafasi kwa wenzake kwenye benchi. If issue ni clean sheet, ziko mechi Jigi Diara aliamua tuko watatu wenzangu wacheze. Abu Twalib Msheri mkacheza mechi hizi 4 msimu huu. Zote kachukua clean sheet 4. Unaelewa vizuri? Mechi 4 kacheza plus ya mwisho ya Dodoma. 4 kachukua clean sheet Msheri. Imagine Diara angekuwa mbinafsi. Ana clean sheet ngapi sasa? Plus hizo 4. Unaelewa sijui? Ndio maana yeye amefika katika stage ambayo anasema nimegundua kuna watu wengine ambao wanatakiwa wajifunze kwangu, wanaaminishwa hao ni washindani wangu. Na ndio maana wanaingia chaka. Juzi kule Tanzanite kwa la uliona kilichotokea? Mtoto ambaye anatakiwa ajifunze kwa Diara akataka kuwa Diara. Akaitia mali kaisikilizia hivi. Kuja kushtuka ipo kwenye kamba. Inamkwaza ile kitu. Ila kwa sababu ndio maana ameenda comment pale kwamba I am the best. Yeye ni bora. Yaani hahitaji hizo comparison zenu. Jigia anajua yeye ni bora. Na sasa hivi ameanza kushare ubora kwa wenzake. Yaani nilitegemea labda season ikiisha umoja wa magolikipa Tanzania umuite Diara afanye kozi. Yaani umoja wa magolikipa uungane umuite Jigi Diara aanze kutoa seminar. Jamani kurudishwa mpira unatuliza hivi. 1v1 hivi. Kupiga ni hivi. Atoe seminar. Sio kushindanishwa. Diara ashavuka hizo level, ni mwalimu wa hawa magolikipa. Level yake ni ya juu mno Jigi Diara. Amekujibu hadi umeondoka Umelizika Sawa, umaliza. Swali karibu. Safi sana. Kauliza swali la Clement Mzize. Mzize, kwanza ni kweli tumepokea ofa nyingi sana zinazomhusu mchezaji Clement Mzize.
na kwa ahadi ambayo rais wa klabu yetu aliitoa kwa Clement tukiwa South Africa kwenye maandalizi ya msimu huu wa 24-25, wakati Mzize ana extend mkataba wake, ahadi yake ilikuwa moja, kwamba I'm going to fight this season, lakini naomba fursa ikija na mimi nifikirie kufanyaje, kuniuza. Kwa hiyo tumepokea ofa nyingi, na ofa zikishafika mezani, kinachofuatia namba 2 ni mazungumzo ya club na mchezaji kwanza, kwamba zimekuja ofa A, B, C, D, tusikilize ofa hipi katika hizi 4. Mchezaji ndio anaamua, mimi nataka niende nikacheze timu fulani. Baada ya pale ndio mnafungua mazungumzo na hiyo timu kujibu ofa yao. Mkishafungua, mkishakubaliana, mnairuhusu hiyo timu izungumze na mchezaji kwenye personal agreement. Wakishakubaliana, deal inakuwa imekamilika. Kwa sasa hivi tupo kwenye stage ya kumwacha Mzize amalize msimu vizuri, alafu baada ya hapo tukae naye tudiscuss hizo ofa, na yeye sasa tuambia, bwana, kwa hizi ofa niende hapa, au kwa hizi ofa hizi bado mimi nasalia Yanga kwa mwaka mwingine. Hatamfunga, atakachokiamua tutakifanya. Swali bado. Twende. Kwenye picha Jamani, tumieni muda vizuri. Maswali ya leo haya naulizwa hapa na yajibu, sitajibu tena. kwenye bango la ubingwa tunaona kuna picha ya Baleke ambaye alicheza kidogo Baleke ana mchango wake kwenye ubingwa huu. Jean Baleke ana mchango wake kwenye ubingwa ambao Yanga tumepata. That's football. Kivipi? Sio tu kwamba amefunga, acha mbali hoja ya kufunga. Mchezaji kuingia tu kwenye pitch kupambania timu ni mchango tayari. Kwa Baleke ni miongoni mwa wachezaji walioitumikia Yanga msimu wa 24-25. Ana mchango wake. Kama ilivyokuwa kwa Aziz Ki, kama ilivyokuwa kwa wengine. Ana mchango wake. Kwa sisi sio watu wenye roho mbaya kwamba mchezaji kaweka mchango wake alafu kwenye mafanikio tukamsahau. Haijalishi ni kidogo ni kikubwa, tunasema asante kwa mchango ambao ameweka kwenye timu. Kwa hiyo tunamshukuru bwana Jean Baleke, alikuwa sehemu ya timu yetu na ametusaidia kupambania ubingwa msimu huu. Tunasema asante. Maswali yamekwisha? Karibu. Semaji, kuna bango linatembea, mtoto amerudi nyumbani. Wewe nani kwanza? Naitwa Salome. Salome, media gani? Mtanange TV. Yes. Kwa sijaona wewe yako imenishtua. Kuna taarifa kuhusiana na mtoto amerudi nyumbani, akizungumziwa Faisal Salim Feitoto. Vipi kuhusu taarifa? Kuhusu Faisal Salim Feitoto. Kwanza tuliyemaanisha mtoto karudi nyumbani. Naona juzi sio mjumbe wetu aliposti mtoto ambaye tulimaanisha karudi nyumbani alikuwa engineer Hersi Said. Hersi kwa sababu alikuwa Marekani akarudi nyumbani Tanzania. Ndio tulimaanisha mtoto wetu engineer amerudi nyumbani. Nyie sio mkaichukuaje hiyo kwamba ni mchezaji. Lakini Yanga tulikuwa tunamaanisha mtoto arudi nyumbani ni engineer alikuwa Marekani kimasomo amerudi Tanzania. Lakini kuhusu huyo mchezaji ule msema Faisal Salim ni mchezaji mzuri mwenye uwezo wa kucheza kwenye klabu yetu. Hakuna timu hapa Tanzania itadharau au itabeza uwezo aliokuwa nao Faisal Salim. Ikitokea nafasi na ripoti ya mwalimu ikapendekeza tunamhitaji huyu mchezaji, uongozi utafanya jitihada za kumrejesha nyumbani. Kama ripoti ya mwalimu haitaelekeza mahitaji ya huyo mchezaji, labda waliokuepo wanafanya vizuri, hatutamfuata huyo mchezaji. Kwa sasa hivi jambo la huyo bwana halipo kwenye upande wa uongozi, sababu hatujapokea ripoti ile ya eneo lile. Ndio kocha anataka kutuletea department fulani, naombeni mboresha hapa. Department boresheni hapa. Kwa hiyo kwa Faisal bado jina lake mwalimu hajalileta. Na uzuri mwalimu si anamuona hapa. Kwa hiyo hajalileta, lakini leta tu engineer atafanya hiyo kazi inshallah. Swali kumekucha. Swali lake mlisikia? Eti nje ya usemaji wewe ni mchambuzi, Faisal akiingia anaweza kata benchi she. Timu ni wachezaji 27 28. Haimaanishi ukisajiliwa Yanga una garantia kucheza. Anaweza kasajiliwa na bado mwalimu akamwona anafaa kutokea benchi, na kutokea benchi sio mchezaji mbaya. Ni maana na Mzize katokea benchi katufungia goli la ushindi. Kwa kutokea benchi hakuna perception kwamba wewe ni mchezaji wa kawaida. Unaweza kutokea benchi na ubora wako na ukawa na msaada kwenye timu.
Bwana nimekujibu kiungwana kweli rafiki yangu. Mpaka nimejishtukia yani. Ilikuwa nimwache tu huyu. Bwana ndugu zangu nashukuru sana. Tutawapa saa ratiba kamili kwa ambao mtakuwa mna nafasi, twende mkashuhudie ngamia akishuka. Sasa kabla hujamalizia. Mtaokuwa na muda tutawaalika twende tukashuhudie ngamia wetu akichinjwa leo, na kesho tunakaribisha makao makuu kuja supu ya ngamia. Asanteni sana.